kupata alama 4 ama kupata alama 6 mbele ya timu ngumu na kubwa aina Esperance ni kazi ya kila mwana Simba, kila mwenye damu ya Simba, kila mwenye moyo wa Simba, kila mwenye mapenzi ya dhati na Simba. Hii ni kazi yetu sote kuhakikisha kwamba Simba tunapata alama 6 ama alama 4 mbele ya Esperance, na kazi hiyo ianze sasa. Kila mchango hapa unatakiwa iwe dua, iwe sala, iwe kufunga, iwe maombi, chochote unachoweza kufanya mwana Simba kwa ajili ya kuisaidia. Na waandishi wa habari kocha Steven Becker aliutembelea uwanja, ameuona hali yake, na baada hapa wachezaji wote watautembelea uwanja, watauona hali yao, na kesho kwenye mazoezi itakuwa ni sehemu ya kustadi uwanja kwa haraka haraka, na baada hapo tutaingia kwenye mechi. Tuje kwenye mazoezi ya mwisho, umekionaje kikosi? Kwa mujibu wa kikosi cha leo, mwalimu tayari ameshapata wachezaji wa kwenda kuwatumikia kesho, kwa maana kikosi cha kwenda kuanza kesho. Na nimetazama mazoezi ya leo, kwanza yana intensity kubwa, yani wachezaji yani hawaonyani huruma. Unajua ile mkiwa mnaelekea kwenye mechi mnakuwa mnagusagusa kidogo tu, lakini hapa watu wanacheza kazi kweli kweli. Ukija kwa haraka haraka unaweza kufikiri hii ndio mechi yenyewe, kumbe kiuhalisia watu wako katika mazoezi, wanafanya mazoezi magumu, wanafanya mazoezi makubwa, mazoezi ya nguvu, kuhakikisha kwamba wanacho kitrain hii leo wanakwenda kukifanyia kazi kesho. Mazoezi ya leo yanatia matumaini makubwa na yanatoa morali kubwa kwa wachezaji. Mimi naamini kilichofanyika leo katika uwanja wa mazoezi tukienda kukifanya kesho katika mechi walau kwa 70%, tuna uwezo wa kupata matokeo mazuri sana. Hebu tupe siri kidogo katika kile kikosi ulichokiona. Nitaje mmoja au ikiwezekana? Acha tufanye surprise ili kesho watu waje waone kikosi chao, lakini kikosi kina mabadiliko makubwa. Mabadiliko yako katika namna mbili. Badiliko la kwanza ni badiliko la wachezaji mmoja, alafu badiliko la pili ni morali waliokuwa nayo wachezaji, na haya ndio ambayo tunajivunia nayo kuelekea katika mchezo wa kesho. Mwalimu Steven Becker ndani ya kipindi cha muda mfupi hiki amefanya mabadiliko makubwa sana kwa mchezaji mmoja, lakini kama haitoshi namna ya kuboost morali ya wachezaji. Kitu ambacho amewaambia ni kwamba kwenye Champions League unashinda kwa ubora, lakini unashinda kwa kupambana. Kwa hiyo wachezaji vile vile wanajiboost wenyewe kwa wenyewe, namna gani wanaweza kwenda kupambana dhidi ya Esperance. Ile jitu refu linaanza mwili jumba. Anaitwa Ismail Olivier Traore. Yupo. Sasa siwezi kukwambia anaanza ama aanze, kwa sababu tutakuwa tumevujisha pepa ya nekta. Tuwe na subira kidogo, lakini kuna mabadiliko makubwa sana kwenye timu yetu kuelekea kesho. Jina la Chama limekuwa maarufu sana hapa Tunisia. Chama ni mchezaji mkubwa wa Afrika. Katika hali isiyokuwa kawaida, kwenye mkutano wa waandishi wa habari leo, mwandishi mmoja wa Kitunisia akamuuliza mwalimu Steven Becker, umefanya mabadiliko kwenye timu yako, umemsajili Chama. Je, wenyewe wanaita Shama, Chama inawashinda, wanaita Shama. Umemsajili Shama, unadhani anaweza kuongeza nini kwenye timu yako kwenye upande wa kiufundi kutokana na uzoefu aliyokuwa nao? Ukiangalia dirisha dogo hili tumesajili wachezaji 5 mpaka sasa, na wote tuko nao hapa Tunisia, lakini specific swali la mwandishi limetaja jina la Chama. Maana yake ni kwamba kwanza wanajua Simba wamemsajili Chama, lakini wanajua Chama ni mchezaji wa aina gani, na hivyo wanataka kupata maoni ya mwalimu. Je, kitu gani Chama anakuja kubadilisha ama kuongeza ndani ya timu yetu ya Simba Sports Club? Hiyo inakuonyesha dhahiri shahidi kwamba tumefanya usajili bora, na hata wapinzani wetu vile vile wanapata mashaka ya nafsi kwamba hawa Simba Sports Club tumechelewa kucheza nao, tungecheza nao walau mechi za kwanza zile, lakini sasa kucheza na Simba ya Chama itakuwa ni kazi ngumu kweli kweli kwa upande wetu. Zungumza na wana Simba. Neno moja muhimu kwa wana Simba ni kwamba Simba ndio tunaianza Champions League.
Despite the fact ya kwamba tumeshacheza mechi 2 huko nyuma, lakini Simba ndiyo tunaianza Champions League. Mechi 2 za nyuma hatujapata kitu, lakini ligi ya mabingwa yetu sisi tunaianza hivi sasa. Na kama safari yetu ya ligi mabingwa tunaianza hivi sasa, manake ni kwamba tunatakiwa na Simba kusahau matokeo yaliyopita. Tunatakiwa na Simba kusahau yote yaliyopita. Sasa wana Simba tuangalie tunamshughulikiaje Esperance mechi 2 zote hapa na nyumbani Tanzania, na mechi 2 za mwisho. Na cha kufanya hivi sasa wana Simba, kwanza tuwe wamoja, tushikamane, wote tuzungumze lugha moja, wote tupambane kuisaidia Simba yetu, wote tuhakikisha kwamba kila mtu anatoa mchango wake wa kimawazo, wa dua, wa ushauri, namna gani tunaweza tukavuka hapa tukaenda hatua ya robo finali. Sisi tayari tuna standard yetu. Failure yetu kwenye ligi ya mabingwa Afrika huwa ni robo finali. Hatujawahi kuishia hatua ya makundi, na kwa mantiki hiyo tunapaswa kusimamia hapo ya kwamba hatutakiwi kuishia hatua ya makundi. Lakini tunavukaje hapa? Tunavuka tukisimama kwa falsafa yetu ya Simba nguvu moja. Mimi ni waombe wana Simba, tena ni waombe sana, huu ni wakati wa kushikamana, huu ni wakati wa kupambana, huu ni wakati wa kuiokoa Simba yetu. Kwa ugumu wa mchezo wa kesho, ama kwa ugumu wa kucheza dhidi ya Esperance, kupata matokeo chanya mbele ya Esperance, kwa sababu ili tuweze kufufua matumaini yetu tunahitaji kupata alama aidha 6 kwa Esperance ama kupata alama 4 kwa Esperance. Tukifanikiwa hivyo, tukachukua alama 4 kwa Esperance ama alama 6 kwa Esperance, ya Simba anakwenda hatua ya robo finali. Sasa kupata alama hizo mbele ya Esperance sio kazi ya Steven Becker peke yake, sio kazi ya Mangungu peke yake, wala sio kazi ya Magori peke yake, wala sio kazi ya bodi ya wakurugenzi peke yake, wala sio kazi ya wachezaji peke yake.